Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na asante kwa pole yako. Safari kweli ilikuwa ndefu. Toka Morocco tumekuja mpaka Lagos pale tumesubiri ndege imekuja, tumekwenda mpaka Accra, Ghana. Baada ya pale ndio tumekuja moja kwa moja Dar es Salaam, Tanzania. Cha muhimu na cha kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Licha ya umbali wote safari hiyo na nini, lakini cha muhimu ni kwamba watu wamerudi salama salimini, ndio jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mara baada ya kupoteza mchezo, watu wengi wamekuwa wakisubiri kauli ya msemaji. Nini kinafuata kwenye mchezo uliosalia? Matumaini yamebaki kwa asilimia ngapi? Kinachofuata ni Yanga kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Hakuna story nyingine. Yanga inakwenda kufuzu kwenda hatua ya robo finali inshallah siku ya Jumapili pale New Amaan Complex. Na hili jambo ndugu zanguni, wala hatuhitaji nyie mtuamini. Sisi Yanga nyewe tunajiamini na tunajua ninakwenda kukifanya. Mshapiga hesabu zenu, mshamaliza maneno, tumekuja wakali wa hizi kazi, tunakwenda kuwaambia sisi siku ya Jumapili inshallah saa 1 mbungi itaanza pale New Amaan Complex, ndio siku ambayo Yanga itakuwa timu pekee ya Tanzania itakayoingia robo finali kwenye michuano ya CAF. Narudia tena, hatuhitaji nyie mtuamini kwa sababu Yanga wenyewe tunajiamini na tunajua nini tunakwenda kukifanya kwenye siku hiyo. Kwa hiyo msiwe na mashaka yoyote. Yanga inakuwa timu ya kwanza na timu pekee ya Tanzania itakayocheza robo finali ya michuano ya CAF msimu huu inshallah. Kipi ambacho kinafanya mjiamini sana Ali Kamwe? Kwa sababu nimeona mitandaoni watu wanaona kama mbona ile jambo ni kama vile haliwezekani. Sasa sisi hatupo kujibishana na watu mitandaoni. Sisi tupo kwa ajili ya kutimiza jambo letu kwenye pitch. Inachohitajika ni Yanga ashinde mchezo dhidi ya JS Kabylie, na mmepiga hesabu za mechi ya Al Ahly na FAR Rabat. Niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, hizo mechi mbili tunazichukua pamoja kwenye chungu kimoja, tutazipika na zitaiva. Afu Yanga itakwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo wala msiwe na papara, tuachieni sisi hili jambo. Sisi tunawaambia tunafuzu kwenda hatua ya robo finali na tutafuzu kwenda robo finali inshallah. Kiufupi mko tayari? Tuko tayari. Na ndio maana tunawaambia hili jambo tukiwa na confidence kabisa. Na wana Yanga wanajua kwamba hili jambo tumelidhamiria. Mnaweza msitusikie tukipiga sana kelele, lakini tumelidhamiria. Tumeshalipanga vizuri na tunajua tunalifanyaje kwenye hili jambo sisi kwenda robo finali. Kwa hiyo halina mashaka yoyote. Niwaambie wana Yanga, Jumapili ni siku yetu ya kufurahi. Tuje kwa wingi New Amaan Complex, tunakwenda kuweka historia yetu pale ya kudumbukia robo finali. Katika hii misimu mitatu tu robo finali 2 za CAF Champions League inshallah. Picha zako za calculator umeziona, lakini yani watu ni wauni. Watu ni wauni. Shida sio picha, shida ni ile jasho. Yani umeweka jasho kwamba nimepiga hesabu haziwezekani. Hapana. Mimi hesabu zangu zimenyoa kama rula. Nakwenda kumshona JS Kabylie Jumapili, alafu Al Ahly anamshona FAR Rabat. Nyie mnakuwa kama muelewi hivi. Lakini nimwaambia na narudia tena, hizo mechi mbili tunazichukua, tunazifungasha kwenye package moja, tunatia kwenye chungu kimoja, tunazipika zinaiva, alafu tunaamua kama tunavyoamua kama tunakwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo wala msiwe na haraka. Ila aliyetengeneza ile picha ajue kabisa mimi ni bingwa kutunza receipt. Na yote mlioyaongea, mliandika sijui 2%, sijui Yanga safari imeishia hapa, tumetunza receipt zenu. Jumatatu inshallah na nyie. Kazi ni moja tu. Mimi sina uhakika kwamba Jumapili dumbukia robo finali na ninaweka Jumatatu inshallah Mungu awape uhai na nyie mmoja baada ya mwingine, one by one natoa tu receipt. Jumapili wana Yanga 100% tunakwenda kuipambania heshima ya taifa hili. Na nitumie fursa hii kuviomba vilabu vyote 15 wa ligi kuu ya NBC, vilabu vyote vinavyoshiriki championship, wadau wa mpira, huu ndo muda wa kuketi chini kuiombea dua Yanga iwakilishe taifa vizuri. Ndo muda wake ndio huu. Hakuna timu nyingine yote Tanzania. Lakini ndugu zangu. Jamani. Mbona kama waandishi hamuelewi? Natasema hivi, ndio muda timu zote 15 timu za championship kuweka mswala na kuomba dua kwamba Yanga ikaheshimishe Tanzania. Tunakwenda kupambania heshima ya nchi, Tanzania ikawe na timu kwenye robo finali ya michuano ya CAF. Kwa hiyo ni muda wenu. Ni muda wenu. Mechi zipo nyingi siku hiyo. Lakini yenye uhakika wa kwenda robo finali. Kwani mwenye alama 9 na uhakika? Nasemaje? Mwenye uhakika wa kwenda robo finali kwa timu za Tanzania ni Young African Sports Club.
basi. Labda tuambie kidogo mahesabu yamekaa vipi mechi ya Jumamosi? Hesabu piga wewe, mimi nakwenda kufuzu Jumapili. Wewe piga hesabu zako, mimi nakwenda kufuzu Jumapili kwenda hatua robo finali. Halina discussion hilo. Nazungumza with confidence kabisa, sina mashaka. Yanga inakwenda kufuzu robo finali siku ya Jumapili. Kama kuna hesabu piga wewe shaka. Jimalize. Mimi Jumapili sina mahesabu, mimi nakwenda kumshona mtu pale. Jumapili New Amaan Complex saa 3 tunaanza sherehe, tunakwenda robo finali inshallah. Mimi tiketi yangu ya draw za robo finali itafanyika South Africa nishakatiwa tayari, ipo. Namaliza mechi nachukua ndege South Africa kwenye draw ya robo finali. Hatuna mashaka, Yanga inakwenda robo finali. Nyinyi malizeni maneno yenu tu. Lakini tunawaambia hili jambo tumeliketia kikao toka mechi ilivyoisha na FAR Rabat mpaka leo peupe kama tishu huko mbele. Wala msiwe na haraka ndugu zangu. Mwandamizi, unazungumzia vipi swala la Pacome? Kufanyaje? Mjadala mkubwa wanasema kwamba performance imeshuka. Kutokana na michezo ambayo michezo karibuni. Unajua kuna watu wengine sasa hivi wako specific kwa ajili ya kutafuta hizo likes, comment na vitu gani fulani hivi. Na followers, safi, umeongezea vizuri. Mimi nimekumbushia tu mechi ya FAR Rabat na Yanga ambayo Pacome alicheza pale New Amaan Complex. Akawapelekea moto wa kutosha pale Waarabu. Hakuna hata mtu mmoja aliyeandika Pacome umri umeenda, Pacome anafanya starehe. Si ndio Baada ile mechi kila mtu amekaa kimya. Pacome katoka hapo amekwenda mechi. Ile mechi ya juzi ya FAR Rabat. Cha kwanza ndugu zanguni, sisi wao tumefungana nao. Umetufunga moja, tumewafunga moja. Sahihi. Mwelewe vizuri. Alafu ile mechi situation yake kwanza wale jamani kama walimstudy vizuri profesa hivi. Ikawa akigusa mpira na watu watatu. Alafu mvua ilipiga kweli kweli siku ile ndugu zangu. Mvua ilipiga ya maana. Sisi tulimtazama profesa, tukaona Waarabu walikuwa wamenuia nao jambo lao siku ile. Ndio maana akigusa mpira wanamkimbilia watu watatu. Tunaelewa kwenye football, labda siku ile angekuwa yuko Messi pale, ndio angeweza kuchukua watu watatu wale wanne akafanya maajabu. Hata Messi kuna siku mambo yanakuwa magumu. Watu wanajua mpira hao. Kwa watu walimkamia profesa. Kile anachokifanya watu wanafika naye. Sasa nikashangaa mbona mechi moja tu imekuwa discussion, yani mechi moja tu, yani mechi moja tu ya Yanga na FAR Rabat hapa. Pacome umri umeenda, Pacome anafanya sana starehe, Pacome vipi, Pacome vipi. Waita mambo kibao. Tuacheni tu wivu jamani. Tuacheni tu wivu. Mwacheni. Pacome si mnasema amezeeka? Jumapili tutaingia na mzee wetu pale New Amaan Complex. Profesa Pacome Zouzoua. Wala msiwe na haraka. Ni kitu vyoma tumeviona vikishuka. Wachezaji ambao wameingia hatujamuona Buba, taarifa yake iko. Buba tayari yupo bandarini, anasubiri timu achukue boti aende Zanzibar. Kashafika anasubiri. Yaani yuko tulimwambia akae standby bandarini. Timu ikishuka inakwenda kumchukua pale tunaenda zetu Zanzibar. Kwa hiyo Buba tayari yuko hapa na mtakutana naye bandarini siku timu inaondoka. Mpaka sasa hivi ratiba yetu timu inaweza ikaondoka. Nimeambiwa nisiseme na hilo. Kutoka sasa hivi Yanga mtaikuta Zanzibar. Taratibu ni kama huu siku zote kutoka muda huu. Yanga mtaikuta Guantanamo Bay. Inaondoka lini tushajua sasa hizi. Mchelewi kuja kutuvizia pale bandarini. Tutakutana Zanzibar ndugu zangu. Kama wewe ni wa kunini na nini tushitukize. Lakini tutakutana Zanzibar. Mechi ni Jumapili, njooni. Tuje tupate burudani inshallah. Mbali tu na kwa Pacome, hata kwa kocha pia watu wameanza kumsema kwamba sababu ni kama zinampalia na mambo mengine kama hayo. Unazungumzia kwanza kocha ambaye kachukua tuzo hapa back to back, kocha bora wa mwezi ndio back to back. Unazungumzia kocha Pedro, si ndio Kwamba sababu zimefanyaje? Zimempalia. Okay. Anatoa huyu anaingia kama vile hafiti. Okay, ndio mlivyochambua huku. Watu. Tunataka kujima kila kitu sio maneno. Ndio yale muendelezo wa watu wasiojua mpira. Ile mechi niwaambie ndugu zangu. Tumekwenda kucheza na FAR Rabat. Sisi tumeondoka kule Morocco, FAR Rabat wenyewe. Sisi mpaka tunaondoka kuna mgogoro mkubwa, wanalaumiana kwa nini hawakuimaliza mechi pale kwao. Kwa nini hawakupata goli la pili, shughuli iwe imefanyaje? Imemalizika. Mechi hii tuliingia kwa tahadhari kubwa, yuko nyumbani, anacheza kwenye tension kubwa. Nyie mliona tu uwanja hauna mashabiki, lakini nje vikundi vyao vilijaa kibao vikijaribu kupaza sauti zao kuwapush wachezaji wao. Sisi tungecheza ile mechi kama kuku ambaye amekata kichwa. Sasa hivi tungeshuka hapa Yanga ishatolewa. Tungepigwa chuma 2, chuma 3 hapa tushatolewa. Mngeanza kusifia Yanga imeshambulia, Yanga haipo kwenye michuano.
Si kuna timu zimeshambulia hapa? Sasa hizi mko nazo kwenye ratiba za Karim Boimanda hapa au sio hivyo? Kweli kabisa. Kuna timu zilienda CAF Champions League zikaenda kushambulia. Sasa hivi zinapangiwa ratiba hapa ya ligi kuu, sijui. Sisi tupo kwenye ratiba za Champions League bado. Kuna tayari hapa Karim kishachukua kikundi chake. Hamna ratiba hapa katikati. Karim kishachukua watu wake ambao walikuwa wameenda kuzurura, kishachukua hapa. Wewe utacheza na KMC. Malengo yamebadilika. Na huyu malengo change. Lakini sisi tunacheza kwa malengo yetu. Ni group stage, tunataka kwenda robo final. Ile mechi tulikuwa tunataka tupate nini? Cha kwanza tupate matokeo mazuri. Tumewa contain na bwana, first half imeisha bila. Second half tumeshajua pressure imekuwa kubwa, tukamuingiza Dube. Hivi ndugu zangu, ni ile chance ya Dube iliyogonga Besela ingekuwa imeingia ile, mngediscuss masuala ya sabu ilikuwa haifai. Si sabu ile ya Dube ambayo tayari ameanza dep kwa contain, washachoka wale, Dube haja kimbia. Create nafasi kwa Dube ambaye ameingia, tumeketi nafasi 3-4 kwenye ile mechi. Kwa hiyo mwalimu alichungulia ile mechi inahitaji nini na hawa jamaa wamedhamiria nini na sisi tufanye nini. Ndio bahati tu imetokea wao wametumia nafasi yao walioipata dakika za mwisho na sisi hatukutumia za kwetu. Kama tungetumia za kwetu malaki tunashinda goli 3 goli 4. Kapata chance Dube, kapata chance Mzize, Dube tena kapata. Lakini ndio football, kuna wakati wataweza nafasi hawezi kutumia. Kwa hiyo sisi hesabu zetu ilikuwa hata kama inatokea kwenye kupoteza tusipate hiyo aibu ya kutolewa na maji ya goli 2, shughuli kama imeishia pale. Kwa hiyo imeisha goli 1, maana yake tunakwenda kujiandaa nyumbani sasa tukafuzu kwenda robo finali. Kama mtu alienda kushambulia, muulizeni baada ya kushambulia nini kimefuata? Si ndo ratiba ya ligi imetoka? Yanga umeiona? Maana walioenda kuzuru amerudi. Na sasa hivi dua ni mrudi wote mpambane ligi kuu. Tumesikia dua zao kwamba wanaomba Yanga itoke. Lakini tuwaambie hilo dua haina tofauti kabisa na lile dua la nini lile la kuku lile, ndio hilo sisi tunaahidi kuja kuleta balaa ligi kuu. Wamesema kuna kijana pale kanisa. Bwana. Tafuta kwanza kamera kaka. Ndio swali lako lijenge vizuri. Mzizi amerejea na tumefurahi sana, amepata dakika zake 10 kwenye ile mechi na amekosa nafasi ya kufunga. Yaani amerejea kutoka kwenye jeraha kubwa, lakini ameonyesha upambanaji na amekosa nafasi moja nzuri tu ya kufunga. Kwa hiyo tunaamini mechi ijayo, kama kuna mtu ameshawahi kuishi mtaani, kuishi mitaa hii kidogo ya Magomeni huku wapi, akatokea mwizi, alafu ule mtaa ukaamua kufungulia mbwa. Tunavyokuaga ndio tutachokifanya sisi Jumapili. Yaani bunduki zote ziko tayari. Buba bunduki ipo, Mzize bunduki ipo, Dube bunduki ipo, Pakome bunduki ipo, Depu bunduki ipo. Kwa hiyo mwalimu atakwenda kufungulia sasa kitakachokuwa na kiwe. Ndio maana nawaambia nyinyi subiri Jumapili, chukueni kauli yangu. Maana najua na nyinyi mabingwa kutunza risiti, lakini hamtanipata. Jumapili sio kwamba Yanga anafuzu. Yanga anafuzu kwa kishindo. Neno kishindo mliweke vizuri. Kama sio kwamba Yanga atafuzu. Yanga atafuzu kwa kishindo kwenda robo finali inshallah.